Uh, Leo katika mahakama ya wilaya ya Magu ilikuwa ni siku ya hukumu iliyotokana na kesi ya jinai namba 2037 ya mwaka 2026 kama ilivyofanyiwa mabadiliko kwa maana ya amended charge. Na katika kesi hiyo washtakiwa walikuwa 7 ambao walishtakiwa kwa makosa ya kuchoma mahakama ya mwanzo Kisesa, ofisi ya tarafa ya Sanjo pamoja na ofisi ya kata ya Kisesa pamoja na gari ndogo ambayo ilikuwa imeegeshwa pembeni mwa mahakama, pembeni mwa ofisi ya kata ya Kisesa. Na kimsingi mashtaka haya yalitokana na kile ambacho kilitokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kwa maana ya siku ya uchaguzi mkuu. Upande wa jamhuri walikuwa na mashahidi 14 kwa ajili ya kuthibitisha mashtaka hayo na washtakiwa walijitetea wenyewe. Mahakama imesikiliza pande zote mbili na imejiridhisha pasi na shaka kwamba washtakiwa wote 7 hawana hatia kutokana na mashtaka hayo ambayo yaliwakabili. Hivyo siku ya leo tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2026 Mheshimiwa Eric Kimaro amewaachia huru washtakiwa wote 7. Washtakiwa walikamatwa mara ya kwanza tarehe 29 Oktoba siku ya uchaguzi mkuu, na baada ya kukamilika kwa usomaji wa hoja za awali ambapo usomaji huo ulivyokamilika mahakama ilipanga kulisikiliza shauri hili mfululizo. Kwa hiyo tulisikiliza shauri hili mfululizo kwa siku 21. Baada ya hapo tukapangiwa tarehe ya hukumu ambayo ilikuwa ni leo. Upande wa washtakiwa walikuwa wanawakilishwa na mawakili watatu ambao mimi nilikuwa ninaongoza jopo hilo. Wakili mwenzangu pia Geoffrey Kishosha pamoja na wakili Gaston Garubindi. Jopo la mashtaka liliongozwa na wakili Jafet Ngusa akisaidiwa na wakili Nuru Julius Nko. Tunamshukuru Mungu, tunashukuru pia mahakama na wadau wote waliokuwa wakishiriki katika shauri hili, kwa sababu tumechukua takriban wiki 3 mpaka 4 kufikia leo. Na leo hii mahakama imefikia uamuzi wake na imewaachia watuhumiwa wote huru, walikuwa 7. Kwa hiyo tunapenda tu kuishukuru mahakama kwa namna jinsi ambavyo tumeshirikiana kuendesha shauri hili mpaka leo siku ya hukumu, na wadau waliokuwa wakifika, ndugu jamaa na marafiki wa watuhumiwa nao walikuwepo leo mahakamani hapa. Pia wameipongeza mahakama kwa kufikia uamuzi huu wa kutenda haki dhidi ya pande zote mbili. Na tuwashukuru pia mawakili wa serikali ambao tumeshirikiana nao kuendesha shauri hili mpaka leo kufikia hatima yake. Changamoto zilikuwepo, kwa mfano hali ya hewa, na mwingine kulikuwa na mvua, kwa hiyo kuletwa kwa watuhumiwa pia kutokana na hali ya hewa hiyo muda mwingine ilikuwa inaleta changamoto. Lakini kwa maana ya mahakama na upande wa jamhuri kuleta mashahidi kwa siku zote ambazo tulipangiwa na mahakama, kwa kweli walijitahidi, na tunashukuru kwa namna hiyo, kwa sababu imepelekea sasa shauri hili kumalizika ndani ya wakati. Kimsingi upande wa ndugu wameshukuru mahakama kwa sababu kama unavyotambua mahakama hii ipo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ipo kwa minajili ya kutenda haki. Kwa hiyo upande wetu sisi, upande wa mawakili tulikuwa tunawasimamia watuhumiwa, pia tunaishukuru mahakama kwa kutenda haki hiyo. Lakini pia hata watuhumiwa ambao walikuwa wanatuhumiwa na makosa hayo walioachiwa huru, wote kwa kweli wameshukuru mahakama, kwa sababu makosa hayo ya kuchoma mali za umma wameachiwa huru. Lakini pia kosa la uhaini ambao walikuwa wanakabiliwa nalo, upande wa jamhuri umeonesha nia ya kwamba hawana nia ya kuendelea na shauri hilo.